Wajibu katika safari ya mwanachama balozi. Hii tunazungumzia sasa chama kama chama kina wajibu gani katika kumfanya huyu mwanachama kuwa loyal member, kwa sababu loyal member pia chama kina mchango mkubwa sana katika kutengeneza huyo loyal member. Hawezi kujitengeneza yeye peke yake bila ya chama kumwekea mazingira ya yeye kutoka kwenye unsatisfied mpaka kwenda kwenye loyal member. Tunapaswa kusikiliza wanachama changamoto zao ni nini na kuzitatua kwa wakati. Changamoto kwenye hivi vyama vya akiba na mikopo hazikosekani. Ushirika wa akiba na mikopo tuna changamoto mbalimbali. Ndio maana hata wakati wa kila tunapofanya mikutano yetu mikuu kwenye budget kunakuwa na yale matengo manne. Yale matengo ni kwamba tuna anticipate kwamba kwenye baadhi ya maeneo kunaweza kukatokea changamoto ambazo tukaweza kuzitatua kwa namna gani. Naomba niataje tu kwa faida. Tunakuwa na matengo manne. Tuna tengo la kukombolea akiba za lazima, tengo la kukombolea hisa, lakini tuna tengo kwa ajili ya elimu, tengo la kukombolea mikopo mibaya. Hayo ni manne. Naomba nimalizie kwenye eneo la elimu na huduma bora kwa dakika mbili. Kwenye huduma bora tumekuwa tukifanya vitu vingi sana kama viongozi, kama chama, kuhakikisha tunatoa huduma bora. Tuna kitu tunakifanya kinaitwa Customer Effort Score, CES. Kuona namna gani mwanachama wetu anatupia nguvu kupata huduma, lakini tumekuwa tukifanya Members Satisfaction Survey. Kuona huduma tunazotoa zinamridhishaje mwanachama, anaridhika kwa kiwango gani. Lakini kuna zile principles za kumlinda mwanachama mlaji. Hii yote ni katika kuhakikisha tunatoa huduma bora. Naomba tuandike hizi 5 ambazo zimekuwa ni za msingi sana katika kuhakikisha unamlinda mwanachama ambaye ndiye mlaji, katika kuhakikisha tunatoa huduma bora. Namba 1, transparency. Kuwa na uwazi kwenye huduma. Namba 2, ease of access to services. Urahisi wa mwanachama kupata huduma. Ease of access to services. Namba 3, rates and charges to be disclosed in a conspicuous place. Rates and charges to be disclosed in a conspicuous place. Tunatamani charges zetu vile ambavyo unakatwa, kama ni kuna bima, kuna ada ya mikopo, riba na vitu vingine, mwanachama huo unavifahamu. Ukienda kwenye chama chako sio unakwenda kukopa hujui hata riba ni kiasi gani, ada ya mkopo ni kiasi gani, bima ya mkopo ni kiasi gani. Kwa tunatamani vitu vifahamike na viwe wazi na wanachama waweze kuvijua. Lakini ya mwisho ni responsible pricing. Responsible pricing ni namba 4. Ya 5 ni privacy of member data. Responsible pricing inamaanisha kuweka viwango sahihi kwa wanachama kwenye kila eneo kwenye hizo charges. Ndio maana tumefikiria kushusha riba mpaka 10%. Hii yote ni katika kutafuta unafuu wa kuweka viwango sahihi kwa ajili ya wanachama wetu. Lakini privacy of member data ni ile hali ya wewe kwenda kukopa, ni siri yako wewe na afisa mikopo. Sio mtu ameomba mkopo leo hata hajapata, kesho mtu anamwambia nimesikia umeomba mkopo wa milioni 2. Huo sio utaratibu, sio uendeshaji wa vyama vyetu. Tunapaswa kulinda siri za mwanachama, lakini siri za chama.